Pamoja nanyi tutajadiliana kwa pamoja kuhusiana na sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 23. Mada hii ni muhimu sana katika kipindi hiki mnachopokea mafunzo kuhusiana na masuala mbalimbali. Kwa hiyo mnayo bahati ya kuweza kuichambua na kuijadili kwa kina sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023. Ili tuweze kwenda pamoja, nafikiri tutakuwa tunatumia ishara zote muhimu. Kama una swali ama kama nitakuwa na swali, basi tutashirikiana ili mwisho wa siku tuweze kuielewa sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023, tukitambua kwamba sisi walimu ni wadau muhimu wa kuhakikisha sera hii inatekelezwa na malengo yaliyowekwa yanafikiwa. Tunasema msukumo wa maboresho ya sera hii ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Tunasema utekelezaji wa jambo lolote ile unahitaji pia msukumo wa kisiasa. Tunapokuwa msukumo wa kisiasa haupo, hata ungeweza kutengeneza jambo uzuri namna gani, kama msukumo wa kisiasa haupo, linaweza lisifike mbali. Kwa muktadha huo, tunasema maboresho, pamoja na kwamba tulikuwa tuko katika mazingira sahihi ya kufanya maboresho ya sera yetu, lakini nasema kwamba mapitio haya yalichagizwa mahususi kabisa na maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na wengi wetu tutakumbuka wakati anakabidhiwa hatamu za uongozi wa nchi hii, alipokuwa akiwaapisha viongozi wa serikali na wakati akilizindua Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo mahususi kwa Wizara ya Elimu kuhakikisha kwamba inafanya mapitio ya sera ya elimu ili mfumo wetu wa elimu ujumuishe elimu ujuzi pamoja na elimu nadharia. Kwa hiyo tunapozungumzia sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023, pamoja na sababu zingine, lakini pia maelekezo ya Mheshimiwa Rais yalitoa nguvu ya kuweza kufanya mapitio haya. Sasa baada ya kuona hizo sababu, hebu tuzungumze sasa kuhusiana na sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023. Tunasema sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023 imejielekeza katika kuwajengea wanafunzi wetu ujuzi stahiki kwa ajili ya soko la ajira. Kwa nini tunasema hivyo? Sera hii imetoa kipaumbele kwa stadi za amali katika kila ngazi ya elimu na mafunzo. Sera imesisitiza kumjenga Mtanzania misingi ya uzalendo, maadili, ujuzi, umahiri na kumwezesha kujitegemea na kuchangia katika kuleta maendeleo endelevu ya taifa.